Kuelekea maadhimisho ya siku ya wauguzi na wakunga jiji la Dodoma, nimepata nafasi ya kuzungumza na afisa muuguzi kutoka kituo cha afya Makole. Atatueleza kwa kina namna wanatoa huduma ya saratani ya mlango wa kizazi hapa, lakini tutachambua saratani ya mlango wa kizazi ni nini. Karibu. Asante. Mimi kwa majina ninaitwa Neema Msemo Hemedi, ni afisa muuguzi msaidizi, nafanya kituo cha afya Makole. Tuko kwenye Square leo hapa tunatoa huduma za kupima saratani ya mlango wa kizazi pamoja na matiti. Nimepata kuulizwa na mwenzangu kwamba tunatoaje huduma hapa. Hizi huduma tunazitoa bure za kupima saratani ya mlango wa kizazi pamoja na matiti. Lakini tunachukua na kipimo kingine cha kwenda Dar es Salaam cha HPV DNA testing. Lakini mtu pia akikutwa ana viashiria vya awali tunamtibu bure. Sasa kuna swali nimeulizwa kwamba saratani ya mlango wa kizazi ni nini? Saratani ya mlango wa kizazi ni ukuaji wa chembe hai unakuwa bila mpangilio, ndio unasababisha saratani ya mlango wa kizazi. Na kisababishi chake ni nini? Ni kirusi binadamu kinachoitwa human papilloma virus. Hicho ndio kinachosababisha mwanamke kupata saratani ya mlango wa kizazi. Na ni kundi gani hasa lipo kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa saratani ya mlango wa kizazi? Kundi la wanawake ambao wameanza kujamiana wakiwa na umri mdogo wanakuwa wako kwenye hatari ya kupata hii saratani ya mlango wa kizazi. Lakini wanawake ambao wanakuwa na wanaume wengi wako kwenye hatari ya kupata hii saratani ya mlango wa kizazi. Lakini kuna wanawake ambao hawana wanaume wengi lakini wenza wao wana idadi ya wapenzi wengi, nao pia wanawaweka wenza wao kwenye hatari ya kupata saratani ya mlango wa kizazi. Lakini mwanamke ambaye anavuta sigara, tombako, yuko kwenye hatari ya kupata saratani ya mlango wa kizazi, kwa sababu hii sigara au tombako ina sumu ambayo inaitwa nicotine, ambayo pia ni kisababishi kimojawapo cha kuleta saratani ya mlango wa kizazi. Lakini mwanamke ambaye ana mazao mengi, amezaa idadi ya watoto wengi kuanzia mimba ya 5 na kuendelea, anakuwa yuko kwenye hatari ya kupata hii saratani ya mlango wa kizazi. Na mwanamke ambaye anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi anakuwa yuko kwenye hatari pia kupata hii saratani ya mlango wa kizazi, kwa sababu mtu anayeishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kinga inashuka. Kinga ikishuka ni rahisi kupata magonjwa ya nyemelezi, ambapo magonjwa ya nyemelezi ni miongoni mwa kansa ya mlango wa kizazi. Hao ndio kundi ambalo liko kwenye hatari ya kupata saratani ya mlango wa kizazi. Tueleze dalili za saratani ya mlango wa kizazi ni zipi? Dalili za saratani ya mlango wa kizazi, kwanza kabisa wakati tunawapima hii viashiria vya awali, mwanamke hawezi kujigundua kwamba ana dalili zozote zile za saratani ya mlango wa kizazi, isipokuwa kupimwa hii saratani ya mlango wa kizazi ndio tutagundua na viashiria mavipi. Lakini mtu akishakuwa ameshapata sasa saratani ya mlango wa kizazi, kuna dalili atazisikia. Akikutana na mwenza wake atashangaa, anaona damu zinatoka, lakini pia wakati mwingine anaona anatoka na maji mengi ukeni, au yanaweza akachanganyika na damu au yakachanganyika na maji machafu yanatoa harufu. Basi hiyo inakuwa ni dalili mojawapo ya kwamba huyu mtu amepata saratani ya mlango wa kizazi. Na matibabu yake yamekaje? Matibabu tukiwapima, tukigundua mtu ana viashiria vya awali, tuna matibabu ya aina kama 2. Tunaweza tukawafanyia tiba ambayo ni joto ambayo tunaita thermocoagulation, lakini tuna matibabu mengine ambayo ni cryotherapy ambayo tunaita tiba mgando kwa watu ambao wana viashiria vya awali ya mlango wa kizazi. Lakini pia tukiwachukua kile kipimo cha HPV DNA testing kinakwenda Dar es Salaam kwenye maabara ya taifa, yakirudisha majibu kwamba huyu mtu ana kirusi cha kansa, pia tunawafanyia matibabu hayo ambayo nimeshakwisha kuyaeleza. Tukigundua mtu ana viashiria vya awali lakini vimeshasambaa kwa sehemu kubwa, kuna matibabu mengine ambayo tunawapa rufaa kwa ajili ya kwenda kufanywa upasuaji mdogo kwenye mlango wa kizazi, tunaita LIP, ambapo baada ya hapo panachukuliwa kinyama pia kwa ajili ya kwenda kuangalia kwamba hiyo saratani imefikia stage ipi. Lakini tukimgundua pia mtu ana kansa ya mlango wa kizazi, tunachukua kipimo tunakiita biopsy, tunakisafirisha. Baada ya kukisafirisha na wenyewe waturudishia majibu baada ya wiki 2. Kwa hiyo kama mtu ana kansa tutaangalia na stage gani, stage 2, 3, 4, tunamwandikia barua kwa ajili ya kwenda
aidha Benjamin Mkapa au Ocean Road kwa ajili ya matibabu zaidi. Labda utueleze kwa namna fulani ambayo tunataka kujenga uelewa mkubwa kwa wananchi. Tangu umeanza kutoa matibabu haya ya saratani ya mlango wa kizazi, elimu imewafikia wananchi kwa kiasi gani? Elimu imewafikia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu serikali ina mikakati ambayo imewekwa. Tunatoa elimu maredioni, lakini pia tunatoa elimu mashuleni, kwa sababu tunaanza kufanya kuwakinga sasa watu ambao hawajafikia hatua ya kupata hizo dalili ama kupata huo ugonjwa. Tunaanza kutoa, tuseme ni kinga kwa mabinti wenye miaka 9 mpaka 14. Tunawaendea mashuleni, lakini pia wanakuja ambao hawasomi, wanakuja kwenye vituo vya afya, wanapatiwa chanjo ambayo hiyo chanjo ni HPV. Wanachomwa, wakichomwa wanakuwa wamekingwa ili wasipate hiyo saratani ya mlango wa kizazi. Lakini kwa watu ambao hawako kwenye kupata hiyo chanjo inatolewa kwenye miaka 9 mpaka 14. Wale ambao hawako kwenye kupatiwa hiyo chanjo, tunawapa elimu kwa ajili waje vituoni, vituo vya afya na kwa hapa Dodoma karibia vituo vyote vya afya vinatoa hizi huduma, na hospitali pia zinatoa hizi huduma, mpaka dispensary zinatoa hizi huduma za kupima saratani ya mlango wa kizazi, na hizi huduma pia wanapata bure. Na pia wakigundulika na viashiria vya awali wanatibiwa bure. Kwa mikakati yetu, tunatoa elimu mashuleni, tunatoa elimu kwenye jamii, na hospitali pia wanapokuja hospitali wateja au wagonjwa wanapatiwa elimu ya kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi na wanapatiwa hizi huduma bure. Kama mnavyoona leo tuko hapa Nyerere Square, matangazo yamepita mtaani kwenye jamii, na kama unavyoona wamama wamejitokeza, wanakuja wanapatiwa hizi huduma, wanapimwa bure, lakini pia wakigundulika na viashiria vya awali wanatibiwa bure. Sawa. Nini rai yako sasa kwa wananchi kusogea katika viwanja hivi vya Nyerere Square kupata huduma hizi, kwa sababu tunafahamu mtakuwa hapa kwa siku 2? Asante. Rai yangu ambao wameshapata hizi huduma waendelee kuwa mabalozi wazuri, kwa sababu wanawake wengi wanahofia kupima hichi kipimo kwa sababu mbalimbali ambazo pia hazina tija. Kwamba wengine unakuta anasema anaogopa kuna maumivu, mwingine anaogopa kwamba akikutwa na saratani itakuwaje, lakini kinga ni nzuri kuliko tiba. Kwa maana hiyo, rai yangu mimi natamani kila mwananchi ambaye anatusikia, tuko hapa Nyerere Square, ajitokeze aje kupima, ili tukimgundua na viashiria tumtibu mapema, na pia kama ana changamoto yoyote ya zaidi tumweze kumsaidia katika hatua za mbele. Waweze kujitokeza kwa wingi, sisi tupo kwa ajili ya kuwahudumia na hizi huduma ni bure. Okay, nakushukuru sana. Asante. Na tumaini umepata elimu ya kutosha kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi, na utasogea basi hapa katika viwanja vya Nyerere Square kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Kwaheri kwa sasa.